Hii leo Mei 8 dunia inaadhimisha siku ya miliki bunifu, na ni kwa namna gani unaweza kumiliki ubunifu ambao umeubuni. Hii haiangalii uwe ni kijana, mtoto, mzee, lakini kama umepata uwezo wa kubuni ni muhimu ukapata miliki ya ubunifu ambao umeubuni. Tunaye hapa afisa usajili kutoka BRELA, Stanislaus Kigosi. Karibu sana Stanislaus. Lakini pia tuko naye hapa mbunifu ambaye amebuni majiko ya nishati safi ya kupikia, Bakari Ali Ahmed. Karibu sana Bakari. Karibuni sana. Asante sana. Unajua kuna mtu anauliza kuhusiana na ubunifu. Ubunifu unakuwa zaidi kwenye nini hasa? Ubunifu ni kila sehemu. Kwenye maisha yetu ya kila siku tunayoishi. Tunatumia bidhaa zinazotokana na ubunifu, lakini pia kwenye biashara zetu, kwenye maeneo ya afya, ni sehemu zote, iwe ni michezo, iwe ni maeneo ya burudani, kila kitu unakuta ndani yake kimebeba ubunifu. Kwa hiyo ubunifu unaweza ukawa katika maeneo ya teknolojia, unaweza ukawa katika masuala ya bidhaa tunazozitumia kwenye biashara, kwa maana kuanzia kwenye vifungashio mpaka namna ya kupeleka bidhaa sokoni. Tunazungumzia matangazo, yale jinsi watu wanavyoyafanya yale matangazo. Kwa hiyo unakuta ndani yake kuna ubunifu. Kwa hiyo ubunifu ni kila kitu kwenye maisha. Nasikia pia kwenye michezo hapo, inawezekana pia hata kwenye namna ya kufunga magoli kukaa pia kuna ubunifu. Sasa unataka useme nini basi kwenye dhana hiyo sasa ya ubunifu kama ambavyo umeizungumza? Sasa inakuja ile dhana ya miliki bunifu. Nafikiri hapo ndipo kwa kujikita zaidi. Ni dhana ya namna gani, ama ni kipi hicho ambacho kinafanyika? Tunapozungumzia miliki ubunifu, kimsingi tunazungumzia ule ulinzi ambao sheria inatoa kwa yule mbunifu. Kwa maana ya kwamba inawezekana akawa, tuchukulie kwamba ni mwimbaji, mwanamuziki. Katika kuimba kwake, anavyotengeneza mashairi, midundo ya muziki ule wote ni ubunifu. Na sheria imefika mahala ikatambua kwamba huu ubunifu lazima ulindwe, kwamba huyu mbunifu mwisho wa siku anufaike na kazi yake ile ya ubunifu ambayo ameufanya. Hapa tunazungumzia sasa vipaji pia. Hivi vipaji mwisho wa siku mtu asiishie tu kuwaburudisha wengine na wengine wakafanya biashara kutokana na ubunifu wake. Kwa hiyo huyu ambaye sasa amekuja na huu ubunifu lazima alindwe. Akishalindwa anufaike kiuchumi pia, kwa sababu ubunifu unaweza kutumika kama biashara, unaweza kutumika pia katika masuala ya uhamasishaji, kwa mfano kama ni wanamuziki au watu wa burudani wa aina mbalimbali. Kwa hiyo haya yote lazima yalindwe kisheria kumnufaisha mbunifu mwenyewe, lakini pia hata jamii nzima. Kwa mfano kama inafanyika ni biashara ya muziki, tunatarajia serikali nayo itapata kodi. Ile kodi serikali itakayoipata itakwenda kutoa huduma mbalimbali kwa jamii. Kwa hiyo unakuta ubunifu ule kwa ujumla wake sio tu kwa ajili ya kumlinda mbunifu peke yake, lakini pia ni kuwa na manufaa makubwa kwa jamii nzima ambayo inamzunguka ule mbunifu. Sasa hapo kwenye kumiliki bunifu, ni kwa namna ipi ambayo mtu anaweza kamiliki bunifu? Tukiachana kwanza na eneo lile la haki miliki na haki shiriki, sheria zinatambua kwamba mbunifu akisha kuja na ubunifu wake ambao unaangukia kwenye sheria ya haki miliki na haki shiriki, huyu analindwa moja kwa moja, kwa maana ya kwamba ule ulinzi wake si lazima, ule ubunifu wake si lazima sana aende kusajili ndipo alindwe. Sheria inatambua kwamba huu ubunifu ni moja kwa moja unaweza ukalindwa kutoka tu pale alipo kuja na ile kazi yake ya ubunifu. Lakini sasa kuna aina nyingine za miliki ubunifu, kwa mfano hataza. Tukizungumzia hataza, kwa lugha nyepesi ni ule uvumbuzi wa kiteknolojia. Huu ni lazima mtu akasajili kwanza ndipo apate ulinzi. Kwa mfano hapa tunaye huyu mbunifu wa majiko. Amekuja na majiko yake, sijafanikiwa kuliona hilo jiko ni la namna gani, lakini ili aweze kulindwa na mtu mwingine asitumie bila ridhaa yake lazima asajili. Tofauti na hivyo,
hawezi kupata ule ulinzi, na kuna utaratibu wa namna ya kusajili hiyo hataza ili uweze kupata hiyo hataza. Kwamba kwenye matumizi unamaanisha yule ambaye anaenda kulitumia labda kupikia, kwa sababu anatengeneza ili liwasaidie watu. Kwamba kama ulivyosema anatengeneza ili likawasaidie watu, lakini sidhani kama anagawa bure, lazima atauza. Lakini sasa inaweza katokea mtu mwingine akaamua kuanza kufanya uzalishaji kwa kuiga ubunifu wake. Akishaanza kuiga na kwenda kuzalisha na kuuza, manake ameshaingia kuwa mshindani wa huyu mbunifu ambaye yeye ndio aliyeumiza kichwa mpaka kuja na hilo jiko. Lakini sasa ili kuwazuia watu wengine wasitumie bila ridhaa yake, ni lazima yeye asajili kwanza ule ubunifu wake ili apate huo ulinzi. Sasa kabla tujafika huko kwenye usajili, Kigosi, twende kwa Bakari mwenyewe. Tushirikishe kidogo safari yako ya ubunifu. Ilikuwaje mpaka ukafikia kuwa mbunifu wa majiko haya ya nishati safi ya kupikia? Asante. Kwa majina naitwa Bakari Ali Ahmed. Ni mbunifu wa majiko ya nishati safi ambayo yanatumika kwenye taasisi. Kwa hiyo ni majiko ambayo yana uwezo mkubwa wa kupika chakula kingi kwa wakati mmoja. Safari yangu ya kuanzisha karakana ya kutengeneza majiko ilianzia kwenye kuuza gesi. Nilikuwa na duka la kuuza gesi, lakini nilikuwa nafanya kazi kwenye kampuni ya kuuza gesi. Na zile changamoto za wateja ndo zilinifanya niamue kuanza kutengeneza majiko ya nyumbani. Kama una changamoto ya jiko lako, na kurekebishia na unaendelea kupata huduma dukani kwangu. Kwa hiyo nilitengeneza wigo mpana sana wa home delivery kwa ajili ya kuwahudumia wateja majumbani. Kwa hiyo napoenda kuuza gesi napata changamoto ya jiko, ili mteja aendelee kununua gesi dukani kwangu lazima nitatue. Mfano ziko changamoto za namna gani ambazo unakutana nazo sana? Utakuta jiko labda linavuja, harufu imejaa ndani, ni hatari. Kwa hiyo yule mteja hawezi kugusa, lazima nipigie simu. Kwa hiyo nikawa natengeneza mahusiano na wateja wangu hakikisha kwamba hanunui gesi sehemu nyingine, hata kama yuko kazini atahakikisha kwamba anapiga simu kwangu ili nipeleke gesi. Mpaka leo kuna wateja hata kubadilisha mtungi hawajui, kwa sababu tushawazoesha. Tunachukua mtungi nyumbani tunaweka mwingine. Kwa hiyo baada ya kufanya kwa muda mrefu kwenye Bakari usitutaje. Kwa hiyo baada ya kufanya zile shughuli kwa muda mrefu na nikaendelea kupata uzoefu. Kwa hiyo wazo limetokana hapo na hizo changamoto, sio? Changamoto. Sasa ulichoenda kufanya wewe ni nini ambacho ni tofauti na hayo majiko ambayo ulikuwa unawatengenezea? Baada sasa kwa kiasi kikubwa kwamba gesi sasa imeshaenea kwenye wale wateja wa nyumbani, ikaja sasa serikali na kauli kwamba taasisi yenye watu kuanzia 100 na kuendelea inatakiwa watumie majiko ya nishati safi. Sasa tunatoka kwenye majiko madogo madogo, tunatengeneza vipi ya majiko ambayo yatapika chakula labda kilo 100 kwa dakika 45. Kazi ndio ilipoanzia hapo. Kwa hiyo tukaanza kwa udogo, kwa sababu ni mafundi welding. Tulianzia kwenye welding. Tulikuwa tunafanya pia hizo shughuli za welding. Kwa hiyo tukaanza kubuni. Tuna majiko ambayo tuliyabuni kwa awamu ya kwanza, yakawa na muonekano fulani, awamu ya pili, mpaka sasa hivi kwa awamu hii ambayo mnayaona hata Mheshimiwa Rais alikuwa anazindua juzi kwenye ule mkutano wa mamalishe pale Posta. Ni yale ambayo yameonyeshwa pale. Kwa hiyo tukaanza, na kwa vile tupo kwenye game ya gesi, tukaanza kwenda kwenye mashule. Kushawishi ilikuwa ni ngumu, kwa sababu mteja anasema sisi tunapika maharage na gesi kwamba inailika nyingi, hatuwezi kumudu. Lakini kutokana na majiko yetu tulivyoya modify, tukaona tutengeneze kwa mfumo upi ili hata maharage yakipikwa basi gesi yani gesi iwe rahisi kuliko kuni au mkaa. Sasa umesajili ubunifu wa majiko yenu. Ndio. Utaratibu ulikuwaje? Na kwa nini uliona kuna umuhimu wa kusajili ubunifu wenu? Sisi tulianza kusajili kama kampuni. Lakini jiko kama jiko lenyewe hatujalisajili, na nimesikia kwamba mtaalamu hapa anatuelekeza kwamba hata jiko lenyewe licha ya kampuni kuwa na BRELA, lakini jiko pia linatakiwa liwe na usajili. Kwa hiyo ni elimu ambayo nimekuja kuipata kupitia kipindi hiki.
Sawa, kabla ya kupata elimu pia unaweza ukatushirikisha namna ambavyo ulisajili kampuni ambayo bila shaka kampuni hiyo ndio ambayo ipo haya majiko yako chini ya hiyo kampuni. Mlifuata taratibu zipi kujisajili BRELA? Taratibu ni kama taratibu zingine za kampuni zinavyosajiliwa, hakukuwa kuna utofauti. Kwa hiyo baada ya mimi kuanza kufanya hizo shughuli nikiwa chini ya kampuni ambayo imeniajiri, niliona sasa kuna umuhimu sasa, kwa sababu unakuta wakati mwingine unahitajika kufanya kitu maamuzi haraka. Mfano kama leo umenialika, na kwa vile mimi ndo mwenye kampuni, maana naamua jana nimepiga simu usiku lakini leo nimefika. Lakini nikiwa chini ya kampuni lazima nifuate zile taratibu. Kwa hiyo wakati mwingine kwenye mambo ya kuhitaji uharaka kama hivi nashindwa kufika kwa wakati. Nikaona sasa kampuni ijitegemee, ingawa niko chini ya kampuni ambayo nafanya kazi, nifungue kampuni yangu ambayo pia naweza kufanya maamuzi ya haraka, lakini pia kuweza kuingia sehemu mbalimbali, kwa sababu unaweza ukaenda labda halmashauri unataka kufunga majiko kwenye Kinondoni kwa ajili ya shule za serikali, na mkurugenzi anatuelekeza kwamba unapotaka kufanya miradi chini ya shule ipo chini ya wazazi. Kwa hiyo tunaenda kukaa vikao na wazazi, tunaongea nao, wakishasema tunaweza, tutawalipa kwa tunafunga. Kwa hiyo tumefanikiwa kwa kiasi kikubwa kuhakikisha kwamba shule za Kinondoni mpaka sasa hizi tumefika shule takriban 20 ambazo wanatumia nishati safi na wanamudu zile gharama za nishati. Sasa Kigosi, kwenye kusajili ubunifu, ni ubunifu wa namna gani hasa ambao unapaswa kusajiliwa kuanzia hapo? Kwa sababu kuna ile hatua ya awali linakuja wazo ambalo halikuwepo kabla, lakini kuna kuendeleza mawazo mengine ambayo yalikuwepo yanaendelea kuishi. Kwanza tuelewane kitu kimoja, tunapozungumzia miliki ubunifu ni kweli kwamba linaanza wazo, lakini wazo halilindwi. Sheria hailindi mawazo, inalinda lile wazo ambalo sasa limetoka kuwa kwenye wazo kichwani limekwenda kwenye kutekelezwa au kutengenezwa kifaa au kitu ambacho kinaweza kutumika. Ninafurahi kwamba mbunifu wetu hapa amezungumzia kuhusu changamoto aliyokuwa nakutana nayo. Kwanza majiko, ufanisi wa yale majiko, labda yalikuwa yanatumia gesi au nishati kwa kiwango kikubwa sana, halafu labda muda wa uivishaji wa chakula ulikuwa ni mrefu. Kwa hiyo unakuta nishati inayotumika ni kubwa zaidi, lakini pia na muda unaotumika ni mrefu zaidi. Kwa hiyo yeye kwake alikuta kuna changamoto. Kwa hiyo tunapozungumzia sasa hataza, ni ile teknolojia inayokuja kutatua changamoto iliyopo kwenye jamii. Kwanza unafua jiko lenyewe kwenye kutumia nishati, lakini pia ufanisi wake kwenye matumizi ya muda. Kwa hiyo unakuta kwamba gharama zinapungua. Kwa hiyo katika mazingira haya unakuta hili jiko lina sifa ya kulindwa kama hataza, lakini inawezekana isiwe imekidhi kabisa yale matakwa ya kuwa hataza. Kwa hiyo inaweza ikalindwa kama hataza ndogo. Kwa Kiingereza inaitwa petty patent au utility model. Kwa hiyo hii ni hatua ya kwanza, lakini nimemsikia anazungumzia kuhusu muundo wa lile jiko. Kwa hiyo inawezekana kabisa lile jiko ule muundo wake wenyewe ukalindwa. Hii tuna katika lugha ya taaluma kwenye eneo la miliki ubunifu tunaitwa linaitwa maumbo bunifu au Kiingereza wanaita industrial design. Kwa hiyo hiki kitu pia kinawezekana. Kwa hiyo ninachotaka kukisema ni kwamba kitu gani kinachoweza kusajiliwa kulindwa ni ubunifu wa aina zote, japokuwa sisi katika sheria zetu za Tanzania kuna maeneo bado sheria haijakuwa kwa kiwango hicho kwenda kulinda maeneo hayo, lakini kwa uhakika pale kwetu BRELA anaweza akaja kusajili ule ubunifu wake kama hataza au Kiingereza tunaita patent. Kama haijakidhi vigezo vya kulindwa kama patent, inaweza ikashuka ikalindwa kama tunaita hataza ndogo au utility model au wengine wanaita petty patent. Lakini pia sheria yetu inatambua kuhusu ulinzi wa maumbo bunifu au zile tunaita industrial designs, lakini sasa hawezi kusajilia kwetu BRELA. Kuna shirika la kanda ya miliki ubunifu, shirika la kanda ya Afrika la miliki ubunifu, anaweza kaenda akasajili huko. Sheria yetu inatambua kuhusu ulinzi huo, lakini bahati
isivyo bahati niseme sheria yetu bado haijaendelea sana kutoa ulinzi kwenye eneo hilo. Okay. Kwa hiyo ni vitu vya namna hiyo, miliki ubunifu zote ili uwe salama ni lazima usajili. Tofauti na hapo utakuja kukutana na washindani wako ambao wanaamua kutumia ubunifu wako kibiashara kujinufaisha, alafu inawezekana hiyo ikawa ni changamoto moja. Ni zipi changamoto nyingine ambazo mbunifu anaweza kukutana nazo endapo hatosajili ubunifu wake? Yes. Changamoto kubwa na ya msingi ni yeye kutokunufaika nayo, kwa maana ya kwamba kukosa tu ule ulinzi ni kwamba mtu mwingine anaweza akaamua kutumia ule ubunifu wako kufanya biashara ile ile ambayo wewe ulitakiwa unufaike nayo. Kumbe ungekuwa umesajili, unakuwa na namna 2 au 3. Kwanza we mwenye kutumia na kuwazuia watu wengine wote wasiitumie. La pili, unaweza kuwauzia wale ambao wanatamani kutumia ule ubunifu wako kwenye biashara zao. Unaweza kuwaruhusu kwa maana ya kwamba ukawauzia wautumie, lakini pia unaweza kuwakodisha ukasema, ninakukodisha teknolojia yangu hii, wewe utumie na mimi pia nitumie. Kwa hiyo unakuwa na vyanzo karibia 3 au 4 vya mapato. Wewe mwenyewe unazalisha, unapeleka sokoni, unawakodisha wengine, wanakulipa commission yako, ukawauzia na pia ukapata fedha kutokana na hivi. Kigosi, hakuna ushahidi wa muda wa kutumia kwamba mimi nimeanza kutumia ubunifu huu ama nimebuni leo halafu miaka 10 ijayo bila mimi kusajili Malthus akaja kusajili ule ubunifu wangu, hakutakuwa na ushahidi wa kwamba lakini mbona ili wazo limeanza kutumika tangu miaka ya nyuma kidogo, alafu ile ubuni wa kwanza akapata haki licha ya kuwa hajasajili? Kitu kimoja kwenye hataza ambacho walau sheria eneo hilo imeweka nafuu kwa wabunifu ni kwamba, au pia ni hasara vile vile. Kabla hujapeleka kwenye umma au public, kabla haijaenda kwa ajili ya matumizi, haijaenda sokoni, na hakikisha kwanza umeilinda, kwa sababu sifa kubwa ya kwanza ni kitu hicho kuwa kipya. Lugha nyepesi tunasema kiwe hakijawahi kuwepo, lakini hata kama kilikuwepo uwe umekiongezea thamani, kwa maana ubunifu umeongeza ubunifu kwenye kile ambacho kipo. Kwa hiyo kutokea pale kikishaenda kwenye soko, kimeshaingia sokoni, watu wameanza kutumia, hata ukileta kwetu kwa ajili ya usajili utakosa usajili, kwa sababu tutakwambia hiki kitu sio kipya tena. Umeelewa eh? Kwa hiyo kutokea pale kama unataka kupata huo ulinzi, lazima uhakikishe ulipo buni tu au umetengeneza michoro yako na kuona sasa umetengeneza ile wanaita prototype, labda kwamba hiki kitakuwa hivi, sajili pale pale. Na kama umepeleka kwenye umma kabla ya kusajili, basi iwe haijapita miezi 6 ndio unaweza kusajili na kupata huo ulinzi. Tofauti na hapo ulinzi huo utaukosa, kwa hiyo yeyote anaweza kutumia. Na sasa kwako Bakari, unaona ninyi wabunifu vijana mko katika jamii, mnajiona vijana kama mna mwamko wa kumiliki ubunifu zenu, au mnabuni tu na kuziacha sisi tuje kuziiba huko baadaye? Ni kweli tunahitaji kuwa na ulinzi ili tuweze kukifanya kitu kwa ukubwa zaidi, kwa sababu malengo yetu ni kama malengo ya serikali kwamba ifikapo 2030 80% tutumie gesi. Kwa hiyo naamini sasa hivi ndo tunaanza kwenye hiyo harakati na tunaenda vizuri. Kwa hiyo mtaalamu hapa ametuelekeza, nadhani tutamuona ili tuweze kupata zile taratibu za kuweza kusajili. Unajua raha, Richard, raha ni kuonesha utayari kwamba niko tayari kufanya jambo hili. Jiko kama hili jiko kama hili ambayo hauweki maandazi matatu kama ilivyokuwa unaweka maandazi 3, 5, jiko ambayo unaweza kuweka maandazi 50, 100. Kwa nini usilisajili? Na maandazi yenyewe yanavutia. Sasa tumetoka kwenye jiko linapika vizuri, si ndio? Ni hili ambalo umebuni, lakini kulisajili ndo bado. Yako ina tofauti tu, la maandazi, chapati, vitumbua. Yaani unaona hadi la maandazi, hadi la vitumbua, hadi la chapati, la vitumbua.
La ubwabwa bado. La ubwabwa lipo. Kilo 100 na napika kwa Basi sasa bado hajasajili. Nyinyi mnamsaidiaje? Umezungumza hapa kuhusiana na miezi 6 ndio mwisho, kama bidhaa tayari ipo sokoni na bado hajasajili. Ninachokiamini ubunifu wake hauishii hapa. Ninaamini kwamba kuna siku nyingine, kutokana na kwa sababu mwisho wa siku unasikiliza matakwa ya wateja. Kwa hiyo ninachokiamini ni kwamba kuna siku ukiwa umekaa umepata mrejesho kutoka kwa watumiaji wa bidhaa zako, utatamani kitu fulani kiongezeke. Kile unachokwenda kukiongeza kabla hakijaenda sokoni, ni vema ukaja kukisajili. Lakini pia kama una wasiwasi kwamba ninaweza nikakilindaje, ukifika sisi pale kwetu tutakupa mwongozo kwamba hiki unaweza ukakilinda kama hataza au pia unaweza ukalinda kama hataza ndogo. Kwa hiyo haya yote yanawezekana. Ninachokushauri, utakapokuwa na ubunifu mwingine kwenye haya majiko yako, usiende unakimbia sokoni kabla ya kulinda, kwa sababu nina uhakika kuna watu sasa hivi watakuwa wanaitumia hii kama nafasi ya kuanza na wao kutumia ubunifu wako. Lakini Kigosi, bado watu hawajachukua huu ubunifu. Nyinyi kama mamlaka, ili kuwasaidia Watanzania kuweza kulinda ubunifu wao, hakuna utaratibu ambao pengine mnaufanya kuhakikisha mnaendelea kutoa mwamko zaidi? Kama nimekuelewa sawa sawa, ni namna gani tunawafikia wadau wetu? Kwa mfano kwa jiko kama hili, ukweli ni kwamba katika mazingira yake ya sasa, ule ulinzi ambao tunatamani angepata hataza au hataza ndogo, atakutana na changamoto, kwa sababu ile sifa ya upya imepotea, kwa sababu tayari limesha kwenda sokoni. Lakini namna ya kufikia umma tunafanya. Kama hivi niko kwenye kipindi hiki, ni sehemu mojawapo ya kutoa elimu kwa wabunifu wote, kwa sababu ninaamini wako wengi ambao wanatutazama na kutusikiliza, wanafahamu kwamba okay, kumbe nikiwa na ubunifu wangu ni vema nikaulinda kabla sijaupeleka sokoni. Na hii ni kwenye maeneo yote, haijalishi ni eneo la tiba. Hapa ninazungumzia dawa na vifaa tiba, iwe ni teknolojia ya kisasa au tiba ya asili na vitu kama hivyo, vyote vinatambulika. Kwa mfano ukaja na dawa zako za asili, unajua kabisa hizi zinaweza kutibu changamoto fulani, na unajua hii aina ya dawa haijawahi kuwepo eneo jingine, unaweza ukasajili. Japokuwa pia unaweza kukutana na changamoto kwamba utueleze mpaka kufikia kwenye hii tiba ya asili. Inawezekana umechukua maarifa ya jadi, unajua tiba asili inavyokwenda, kuna utaratibu ule kwamba nimerithi. Sasa wewe unawezekana ulichorithishwa kwa miaka mingi, kimekuwepo kwenye matumizi kwa miaka mingi, unataka kuja kukimiliki peke yako. Hapana, hii pia lazima tuiangalie. Tutaiangalia kwamba je, ina sifa ya kulindwa kama tiba mbadala mpya, au unachukua tu urithi ambao ulikuwepo kwa miaka mingi. Naam. Sasa tukiwa tunaelekea kukamilisha, tumepata mengi, lakini kwa kumalizia, tuuzie jiko. Kweli kwa Azamu hapa inabidi nitoe bure, najua nitanufaika na vingi. Lakini nimemaanisha kuwa tuambie pia kuhusu huduma hii. Zipo taasisi ambazo zinakutazama sasa hivi, ni kijana wa Tanzania, na tuambie ubora wa jiko hili, ili ambaye atalihitaji aone kuwa kuna upekee na utofauti ndani yake. Majiko yetu kwanza tunayatengeneza kutumia zile bati ambazo hazishiki kutu, stainless steel, ambapo kwa tulivyofanya uchunguzi mpaka saa hizi, kwa muda wa miaka 3 mpaka 5, tunachofanya ni service ya kubadilisha zile burners ambazo zinawaka tu basi, lakini ile umbo na bodi ya jiko yanakuwa halishiki kutu. Kwa hiyo tumefanya utafiti na baadhi ya shule zimetupa mrejesho kwamba ni majiko mazuri, imara, mtu anatoa fedha yake, ananufaika na kile alichokilipia. Sasa Stanislaus, pia unaweza kumalizia kwa kutuambia vijana tuje kusajili bunifu zetu. Mimi ninatamani na kuwashawishi vijana, na kwa kuwa
Lengo ni kutazama na kuona jinsi gani kama taifa tunanufaika na rasilimali watu ambao wana vipaji na ubunifu wa aina mbalimbali. Ni vema wakalinda ule ubunifu wao, wakaja wakasajili pale kwetu BRELA. Lakini pia kwa kifupi sana naomba nizungumzie kuhusu maadhimisho ya miliki ubunifu kwa mwaka 2026. Okay. Ambapo kimataifa huwa inafanyika kila mwaka tarehe 26 mwezi wa 4. Kwa hiyo kwa sababu ambazo unajua tarehe 26 mwezi wa 4 huwa ni sikukuu ya kitaifa hapa kwetu. Kwa hiyo tunajikuta kwamba hatuwezi kuifanya kuadhimisha maadhimisho ya pamoja na sehemu nyingine za dunia. Kwa hiyo sisi huwa tunatafuta siku ambayo inakaribiana na ile tarehe, basi tunaadhimisha siku hiyo kutambua mchango wa wabunifu katika nyanja mbalimbali za kiuchumi na sekta zote za maisha yetu ya kila siku. Kwa hiyo kwa mwaka huu maadhimisho haya yalikuwa yamelenga na kuangazia hasa umuhimu wa miliki ubunifu katika sekta ya michezo. Tunatambua kwamba michezo sasa hivi sio tu swala la burudani ambalo linaanzia uwanjani linaishia pale. Ila huwa ni mnyororo wa matukio mengi. Nje ya uwanja na ndani ya uwanja. Pengine ndani ya uwanja huwa ni hatua ya mwisho kabisa inayomalizikia tu, kwamba yaliyoanza kabla ya hapo, tutazungumzia teknolojia zinazotumika uwanjani, tutazungumzia haki za matangazo katika michezo ya aina mbalimbali. Sasa Kigosi, kwa hivyo tunasherekeaje? Kwa ufupi sana. Kwa mwaka huu sisi tunaadhimisha siku ya leo tarehe 8 mwezi wa 5. Kutakuwa na utoaji wa tuzo kwa wabunifu wa maeneo mbalimbali. Tunatambua teknolojia, lakini pia tunaangazia sana eneo la michezo kama dhima ya mwaka huu, ambayo imejikita zaidi kwenye miliki ubunifu na michezo, ambapo kuna wanamichezo walioitambulisha hii nchi yetu kimataifa, lakini pia kuna wabunifu ambao wana ubunifu wao unatumika katika sekta ya michezo, kwa nao watatambuliwa na kupewa tuzo. Shukrani sana Kigosi, na kwa kuweka wazi, msisahau magoli ya hivi karibuni tu ambayo mnaweza mkapa tuzo. Ni ubunifu mkubwa ambao unafanywa na wachezaji wetu hapa nchini kwenye ligi yetu pendwa ya NBC. Ni Stanislaus Kigosi, afisa usajili kutoka BRELA, lakini pia tumekuwa naye Bakari Ali Ahmed ambaye yeye ni mbunifu wa majiko ya nishati safi. Leo hii tuzo zitatolewa kwa wale wabunifu katika nyanja mbalimbali, lakini hasa katika michezo hapa nchini, tuzo ambazo zimeandaliwa na BRELA wakiadhimisha siku hii ya miliki bunifu.